Kitu gani wewe umekifanya ambacho ukiumwa Mungu ataona ulazima wawe kuwa mzima tena, wawe kupona? Ni kitu gani unakifanya ambacho ukikataliwa Mungu ataona umuhimu wa kuinua kibali chako tena? Ni kitu gani unakifanya kwenye dunia ambacho ukipotea au ukianguka Mungu ataona umuhimu wa kukuinua tena kwa ajili ya maisha usu awe hai tena? Unaweza ukaishi kwenye maisha ikafikia wakati umechoka, umekata tamaa, lakini kwa ajili ya tabasamu uliloongeza kwenye mbingu Mungu atakutengeneza tena, Mungu atakufinyanga tena. Kwa ajili ya tabasamu ulilotengeneza kwenye mbingu Mungu anaweza akaviinua vilivyokufa kwenye maisha yako. Biashara iliyokufa inaweza ikasimama tena, hata kazi iliyokufa inaweza ikainuka tena, hata ndoa iliyovunjika inaweza kutengenezwa tena. Chochote kilichoharibika kinaweza kutengenezwa tena ikiwa utaamua kufanyika tabasamu na furaha kwenye mbingu. Unaweza ukaomba, lakini Mungu anaangalia wewe ni mwombaji mzuri, lakini hatujawahi kufurahia hapa mbinguni kwa ajili ya maombi yako. Hatujawahi kutabasamu. Tafuta eneo ambalo katika hilo utamfanya Mungu atabasamu kwa ajili yako hapa duniani. Ukilikosa hilo eneo, Mungu hawezi kuona umuhimu wa kukuponya. Huyu mtu anaumwa ndio, lakini hakuna chochote ambacho mbinguni tunakipata kwa ajili yake, kwa ajili ya uhai wake. Tumpe uzima wa nini sasa? Tumpe uhai wa nini sasa? Hakuna chochote kinaongezeka mbinguni kwa ajili yake. Tumuongezee nguvu za nini sasa? Tumpe hela za nini? Hakuna chochote ambacho mbingu zinafurahia kwa ajili yake. Tumpe ndoa nzuri ya nini sasa? Tumpe mtoto mwenye neema kubwa ya nini sasa? Kwa hiyo maisha yako yanakosa ulinzi wa Mungu, vizazi vyako vinachezewa, biashara inachezewa, kazi inachezewa, kwa sababu kwenye chochote ulichonacho mbingu hazina furaha kwa ajili ya vile ulivyo navyo. Kwa hivyo mbingu zinabakia zinaangalia, sema acha aende vile alivyoamua kwenda, kwa kutegemea akili zake mwenyewe na bila kufurahisha mbingu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Neno la Mungu